الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا برمضان وجعل العشر الأواخر منه من أفضل الأزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام وأفضل من صلى وصام وسن التهجد والقيام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. Baada ya utangulizi huo, ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu, enyi waja wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya zama juu ya zama nyingine. Akaufadhilisha mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mingine, lakini akafadhilisha masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani kuliko masiku 20 ya mwanzo. Hakadha yaf'alu ma yasha, hivi ndivyo anavyofanya Allah atakavyo. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani inaenda kwa spidi ya hali ya juu. Tumeshazimaliza siku 20. Tumeingia katika siku 10 za mwisho. Ambaye alikuwa hajui alifahamu hilo. Siku 20 zilizopita yafaa kutafakari. Je, saumu yako imekubaliwa? Je, sala zako za usiku zimekubaliwa? Hii ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika masiku haya yaliyobaki 10 ni masiku maalum yenye umaalumu wake, na miongoni mwa vitu ambavyo ni maalumu sana haya masiku tulionayo, la kwanza annahu unzila fiha alquran. Huu ndio maalumu unapoanzia. Siku 10 za mwisho ndizo siku ambazo zimeshushwa Qur'ani. Kama ambavyo tunakiheshimu kitabu hichi cha Allah, heshima yake pia ni kwa sababu imeshuka ndani ya usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadr ni usiku unaopatikana katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo masiku haya 10 yamekuwa bora kwa sababu ndani yake pameshushwa kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masiku haya 10 yamekuwa bora kuliko masiku 20 yaliyopita, ni kwa sababu ndani yake pameshushwa Qur'an ambaye ni hudan linnas, muongozo kwa watu wote, sio kwa Waislamu peke yao. Ilitosha Allah aseme al-Qur'an hudan lilmu'minin, inma qala hudan linnasi, ni muongozo kwa watu wote walioko katika sathil ardhi. Qur'an hii in shi'ta am abaita, ukikubali hilo ama ukilikataa hilo. Lakini tayari Jibril alishashuka na aya hiyo akasema hii Qur'ani ni hudan linnasi wa bayinatin minal huda, na kuna dalili zote kabisa za ubainifu na uongofu ndani ya Qur'ani wal furqan. Lakini ndani ya Qur'ani ndipo penye kufarakanisha baina ya haki na batil, kulifahamu kwamba hili ni halali, hii ni haramu, hii ni haki, hii ni batil. Ndani ya Qur'ani ndiyo tumepata mafunzo hayo ambayo yameshuka ndani ya 10 hili la mwisho. 10 la mwisho lina fadhila kubwa ahibati fillah. Kwa sababu gani? Imeshushwa Qur'ani. Unaweza ukauliza, katika historia na sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanatuambia Qur'ani ilikuwa inashuka taratibu kutokana na matukio, na ilishuka kwa miaka 23. Sasa iweje mnasema Qur'ani tena imeshuka ndani ya usiku wa Lailatul Qadr? اسمع ماذا قالوا العلماء حول نزول القرآن الكريم. Sikiliza na uzingatie haya, nini wamesema wanaochuoni juu ya kushushwa kwa Qur'ani, ili wewe uelewe kwamba Qur'ani imeshusha katika 3 marahil. 3 marahil, katika hatua 3. Hatua ya kwanza, ila lauhil mahfudh. Hiyo ni hatua ya kwanza. Imeshuka jumlatan wahidatan ila lauhil mahfudh, ubao ulohifadhiwa Qur'ani kutoka kwa Allah ilishuka mpaka kwenye lauhul mahfudh, ubao maalum. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kushuka jumla kama ilivyo. Wa min lauhil mahfudh ila baitil izza, na kutoka kwenye lauhul mahfudh ikashuka jumla mpaka kwenye baitul izza ila samaa ad-dunya. Baitul izza iko katika samaa ad-dunya, huu wingu wa dunia ipo baitul izza, ndipo iliposhushwa Qur'ani yote pale. Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, min baitil izza ila nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bihasbi alwaqi', kwa miaka 23 kutoka baitul izza ikawa inashuka sasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kidogo kwa muda wa miaka 23, na ushukaji huo ulikuwa ndani ya Lailatul Qadr ambayo inapatikana 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ambalo mimi na wewe sasa tumo. Ni fadhila iliyoje, ni heshima iliyoje. Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe upo. Qur'ani imeshuka ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, wewe upo. Ni ihsani kubwa Allah ametufanyia, heshima kama alivyoiheshimisha Qur'ani. Ayuha al-a'izza, usiku huu, haya masiku 10 yalobaki, kwa nini yamekuwa matukufu sana? Wasafaha, yamesifiwa haya masiku 10 biannaha, kwa sababu ndani yake
khairun min alfi shahrin, kuna siku moja ni bora kuliko miezi 1000, kama qala jalla wa ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadri khairun min alfi shahrin, usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi 1000. maana yake nini? Atakaye swali ni sawa sawa na kaswali miezi 1000, atakayefunga ni sawa sawa kafunga miezi 1000, atakayetoa sadaka ni sawa sawa na katoa sadaka miezi 1000. Ukikalculate miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 83 na miezi mitatu. Nani katika sisi amefikisha umri huo? Qalilun. Allah ametupa promotion ambayo haina mfano kwa kukamata tu hiyo siku moja inayepatikana Lailatul Qadri ndani yake. Allah amekupa bonus ambayo hakuna dunia wala mtu yoyote anaweza kumtunukia bonus mtu wake kiasi hicho. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu rahimun liibadi, ana huruma kwa waja wake, anataka waende peponi. Allah atujalie katika hao. Walimadha asbaha al-ashr al-awakhir afdalul ayyam wa layali, kwa nini haya masiku 10 tulionayo sasa ya mwisho yamekuwa bora kuliko masiku mengine? Bi annaha mubaraka, ni kwa sababu ndani yake yana baraka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa hakika tumeishusha Qur'ani ndani ya masiku 10 haya, siku ya Lailatul Qadri, lakini ni siku yenye baraka. Ukishatajiwa kitu chenye baraka, maana yake usiku huo sio wa kuukosa, usiku huo sio wa kuupotezea, tayari upo na kuna maana kubwa ya sababu ya wewe kuwepo, kwa sababu ya kazi maalum ya kuweza kutekeleza yale yanayotakikana yatekelezwe ndani ya masiku haya 10. Ni siku yenye baraka na ndio maana imekuwa ni bora. Lakini sio hilo tu. Nambari 3, kwa nini imekuwa bora? Nambari 4 ni kwa sababu wa annaha tanazzala fiha almalaika waruhu, ni usiku peke yake unaopatikana ndani ya mwaka mzima, siku 365. Ndani ya siku hizi kuna usiku mmoja malaika wote walioumbwa na Allah hushuka usiku huo. Tanazzalul malaika, wanashuka malaika wote kuja kuhakiki waja wanafanya nini. Waruhu fiha, na Jibril pia anashuka. Jibril amekuwa separated kutajwa kwa sababu ya utukufu wake. Jibril ni malaika kama malaika wengine, lakini Allah anasema tanazzalul malaikatu, wanashuka malaika kwa wingi, wa ruhu, na ruhu pia ambaye ni Jibril, ambaye pia ni malaika. Kwa nini? Ametajwa kwa heshima yake, kwa kazi yake iliyotukuka. Yeye ndo alikuwa wasita baina al-anbiya, kwa kuwaletea ujumbe toka kwa Allah. Anashusha Jibril kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wote waliotanguliwa. Yeye ndo alikuwa kiranja wa mitume wote, na ndio maana amepewa heshima hiyo. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, masiku haya 10 tulionayo ndio masiku ambaye malaika wote wanashuka. Waonaje wewe? Wajisikiaje wewe? Malaika wanashuka, wanashushwa na Allah, halafu wewe umelala kwenye godoro lako, umelala umejifungia kwenye chumba chako. Ni aibu iliyoje! Allah anashusha malaika wa ruhu na Jibril anashuka, unakuta umelala. Ni aibu kubwa. Maana yake nini? Tutaona jinsi alivyoelewa haya masiku mtume sallallahu alaihi wasallam na alifanya nini yeye, na sisi natakiwa tufanye nini. Ndugu zangu katika imani, jambo la 5 ambalo kwa nini masiku haya yamekuwa bora kuliko masiku mengine, wa wasafaha bi annaha salam, zimesifiwa hizi siku kwa sababu ndani yake pana amani.
pana amani ya kutosha. Allah akasema salamun hiya hatta matla'il fajri, yeyote atakayekesha katika usiku huo atakuwa na amani, yeye pamoja na familia yake mpaka alfajiri inachomoza. Salamun hiya hatta matla'il fajri, atapata amani katika kiwiliwili chake, atapata amani katika moyo wake, atapata amani katika nchi yake, atapata amani katika mazingira yake ya kazi. Salamun hiya, ni usiku unaopatikana ndani ya masiku haya tulionayo. Ahibati fillah, ni wakati wa sisi kuamka, ni wakati wa sisi kukodoa macho. Fursa iko baina aidina, iko mikononi mwetu, tusiichezee. Wal fursatu la tatakarrar, na nafasi huwa haiji mara mbili. Yumkini itakuwa ndo 10 lako la mwisho mwakani. 10 hilo hautaonekana wala hautosikika katika uwanja wa dunia. Inawezekana ni 10 lako la mwisho. Naam, inawezekana. Kwa hiyo wajitahid kaannaka tamutu, fanya juhudi na ujitahidi kana kwamba sasa wewe utafariki, na baada hapo hutoiona tena hii. Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Kwa hiyo usiku huu ni salamun hi hatta matla'il fajr. Sadisan, kwa nini masiku haya 10 yanakuwa bora kuliko masiku mengine? Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Allahu akbar. Usiku huo ndio usiku Allah subhanahu wa ta'ala anafarakanisha nani muovu nani mwema, anafanya separation ya watu wema na watu waovu. Wewe wakati separation hiyo inafanyika, ukikutwa ukiwa unaitafuta Lailatul Qadr, fa anta min alfaizin, wewe utakuwa ni miongoni mwa waliofaulu, na wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao wametengwa kwenye kundi la watu waliofaulu. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin, mambo yote ya mwaka mzima. Kama ambavyo kuna bunge la bajeti, basi kuna bunge la bajeti la kupitisha nani muovu nani mwema, tuendelee nao. Inakuwa ni Lailatul Qadri, inapatikana ndani ya masiku haya 10 tulionayo. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, masala ya ugavya wa riziki, masala ya maisha yako, lini unafariki, lini unaumwa, unapata kiasi gani cha fedha, yote yanapangwa bajeti ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Usiku wa Lailatul Qadr sio mchezo. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuupate. Lakini sabian, na la mwisho, kwa nini usiku huo umekuwa ni bora kuliko masiku mengine? Liannaha, kwa sababu maghfiratin lidhunubi, pana msamaha wa kusamehewa mja makosa yake. Qala sallallahu alayhi wasallam في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة تومي صلى الله عليه وسلم سيما: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. yeyote atakayefunga Ramadhani mchana wake imanan, aliyakuwa na imani thabit kwamba muamrishaji ni Allah na mlipaji ni Allah, wahtisaban, na anategemea malipo kwa Allah, famadha ba'da dhalika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotanguliwa yote. Wabitali hadithi hiyo yeye kaendelea: waman qama lailatal qadri, na yeyote atakayesimama Lailatul Qadri, kuitafuta Lailatul Qadri. Lailatul Qadri inatafutwa, watu wanakesha, watu wanaacha nyumba zao, wanaacha familia zao, wanahamia kwenye nyumba za Allah. Fi buyutin adhina Allah, katika nyumba za Allah pametangazwa watu wainue sauti zao kumsabihi. Wako wapi watu kumsabihi Allah? Wamelala. Fi buyutillah, katika nyumba za Allah. Saa 8 saa 9 haina mtu hata mmoja, alafu ndo siku hizi 10 tulizonazo. Fahadha ashaddu musiba, huu ni msiba mkubwa. Lazima tubadilike, tuitafute Lailatul Qadri. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba,
yeyote atakayesimama usiku wa Lailatul Qadri ana imani na ana mategemeo makubwa kwamba atalipwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yote. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri iwe kifutio cha dhambi zetu, kisimamo chetu kiwe kifutio cha dhambi zetu, funga yetu iwe ni kifutio cha dhambi zetu. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. La ilaha illa Allah. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Baada ya kusimama kwenye hutuba yangu ya pili, naanza na hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inaisimuliwa kutoka chumbani kwake, na msimulizi ni mke wake Ummul Mu'minin Aisha, mama wa waumini Bi Aisha radhiyallahu anha, mtoto wa Abu Bakar Siddiq. Yeye ndio anayemwona Mtume amka yake, lala yake, kula yake. Amepokea hadithi nyingi mwanamama huyu, Allah muiradhi na amridhie na amuingize peponi, nasi tufate nyayo zake. Tumuone mama yetu Bi Aisha. Anasema sasa Bi Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa tabia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yajitahidu fil ashri al-awakhir, anajitahidi katika 10 la mwisho hili tulionalo sisi, mala yajitahidu fi ghairihi, kuliko yale masiku mengine yaliyopita. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna mambo yaliongezeka ndani ya masiku haya 10. Kama usiku alikuwa anaenda kulala nyumbani, alihamia msikitini. Kama mchana alikuwa anasoma Qur'ani, anatoa na sadaka kwa wingi. Haya masiku ni masiku aliongeza juhudi ya hali ya juu. Wa fi hadithin ukhra, hadithi nyingine ya Bi Aisha huyo anasema, kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr, alikuwa Bwana Mtume rehma na amani ziwe juu yake, inapofika 10 la mwisho anafanyaje? Shadda mizara, anakaza msuli wake. Shadda mizara, anakaza msuli wake kama ulikuwa umelegea. Wa ahya laila, na anauhuisha usiku wake, alikuwa kilala sasa halali. Wa aiqadha ahla, na anawaamsha familia yake. Bi Aisha salatu salah, anakwenda kumwamsha Fatuma as-salah, anamwamsha Ali as-salah, sio wakati wa kulala. Hadha Rasulullah, huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda mizara wa aiqadha ahla wa ahya layla, fama baluna. Sisi tuna raha gani? Mbona hatukazi misuli? Mbona hatuhuishi usiku? Mbona hatuamshi familia zetu? Nini tunachohitaji? Kumi la mwisho hili weka mbele yako katika mipango yako, kwamba ni 10 la mwisho kweli kweli, ni 10 la mwisho katika maisha yako, ili uweze kuchuma haya aliyoyachuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuweza kusimama usiku kuitafuta Lailatul Qadr, tukae itikafu msikitini. Na Lailatul Qadr haitafutwi hotelini, my brother. Hata kama umelipia chumba cha 300 per day, kile chumba hakifai kuitafuta Lailatul Qadr. Lailatul Qadr haitafutwi kwenye bedroom yako.
Lailatul Qadri achana na bedroom, njoo msikitini, njoo soma Qur'ani, njoo leta dhikri, njoo leta dua. Na aya ya dua ipo ndani ya aya za funga. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hiyo dua unaienda kuiomba wapi? Dua njoo omba kipindi cha Lailatul Qadri. Bi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ndo Lailatul Qadri sasa, ndo niko kwenye usiku wake, niombe dua gani? Mtume akasema, omba dua hii: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hiyo ni dua inaombwa kipindi cha Lailatul Qadr. Ndugu zangu katika imani, la ilaha illa Allah, kwenye dua tuko nyuma sana. Watu wamelala, wamenyosha mikono, machozi yanakutoka. Watu hao wamekuwa wachache katika ulimwengu tulionao, bali wako watakaokesha kwenye mitandao, macho yao yatakodoka mpaka alfajiri, lakini sio kukesha kwa ajili ya Allah. Ya Allah, Nabii Yaqub alikuwa na watoto 12, alipotelewa na mtoto wake wa kwanza, akapotelewa na mtoto wake wa pili, tulul ayyam, masiku mengi. Hakukata tamaa, moyo wake aliuegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa Allah subhanahu wa ta'ala iko siku moja atawarejesha watoto wangu. Tuombe dua, tuombe dua. Nabii Zakaria alikata tamaa, umri wake umeshakuwa mkubwa, nywele zimepiga weupe, mke wake amezeeka, hana nguvu tena. Anamwambia, ya Allah, la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Alinyosha mikono juu, ya Allah, usiniache mpweke, usiniache mpweke. Mke wangu huyu kazeeka na mimi nimezeeka, lakini tusife ila tumepata mtoto. Fastajabna lah. Allah anajibu dua, anaitikia dua. Tusikate tamaa, tusikatishwe tamaa. Tuna matatizo mengi, tuna mizongo mingi, tuna ghasia nyingi. Solution yake, tunyoshe mikono, tumuombe Allah. Nafasi tunazo, siku tunazo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين، وبعد. تقدم وإسلام خطبة imeshasomwa na ustadhi hapa, mmesikia vizuri, kila mmoja akasikia. Na mimi sitoi mawaidha isipokuwa natoa shukrani. Shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, na pili shukrani kwenu nyinyi ndugu zangu Waislamu kwa mapenzi yenu ambayo mmeonyesha kwangu kipindi ambacho nilikuwa naugua, nilikuwa
nimekwenda kutibiwa nje ya nchi. Dua zenu zilikuwa zinanifikia alhamdulillah, na salamu nilikuwa nazipata. Kwa hiyo nikushukuruni sana sana, na la kuwalipa sina zaidi ya kuendelea kuombea na kheri inshallah. Nilikuwa na matatizo alhamdulillah, na haya ni katika mitihani Mwenyezi Mungu, lakini alhamdulillah nimepata matibabu vizuri na naendelea na dawa alhamdulillah, na afya inaendelea kurudi vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuombeana Mwenyezi Mungu aendelee kutupa afya na uzima inshallah, kwa sababu kuugua ni katika neema vile. Ibn anasema Ibn Taymiyyah, innal masaiba neema, matatizo ni neema. Unapopata maradhi, unapopata shida katika kazi, unapopata matatizo mbalimbali, ni neema, kwa sababu yanakufanya mkumbuke sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kupitia matatizo wengine huwa wanaongoka na kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kupitia matatizo imani zinaongezeka, kupitia matatizo kumjua Allah na kuwa karibu ya Allah kunaongezeka. Lakini na mimi kushukuru sana 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 Ustaz Ibrahim, nikushukuru wewe binafsi kwanza, lakini washukuru waumini wote wa msikiti kwa ujumla. Kwa kweli salamu zenu nilikuwa nazipata kila Ijumaa, na dua ambazo nilikuwa mnaniombea Mwenyezi Mungu amezipokea alhamdulillah. Mimi nimerudi salama kama mnavyoniona, japokuwa mwili umepungua, lakini umepungua kwa maslahi, kwa sababu nao uzito ni ugonjwa. Kwa sababu moja wapo sharti ambayo nimepewa nipunguze uzito, nilikuwa na kilo 105, sasa hivi na kilo 92, lakini bado natakiwa nifike kilo 85. Kwa hiyo na nyinyi wenzangu, ndugu zangu ambao wenye miili mikubwa, tujitahidi kupunguza, kwa sababu mwili mkubwa, uzito ni sehemu ya maradhi. Uzito unaleta maradhi ya moyo, uzito unaleta maradhi ya pressure, uzito unaleta maradhi ya figo. Maradhi mengi yanatokana na uzito. Kwa tujiangalia afya zetu, jambo muhimu sana hili. Lakini la ziada kama ambavyo Sheikh amesema, alhamdulillah tumeingia katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhani ambao tunalianza leo. Kwa kila mmoja ndugu zangu wajifunge. Hatujui kama Ramadhani ya mwakani tutakuwa hai, hatujui kama siku ya Eid tutakuwa hai. Kwa hiyo hizi siku zilizobaki tuendelee sana kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa ibada mbalimbali. Tuendelee kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, kwa ibada mbalimbali, kwa sababu hii ndio nafasi yetu. Uzima, uhai ndio mtaji wetu. Uhai ndio mtaji wetu wa kutengeneza akhera yetu. Uhai ukishatoweka hakuna tena njia ya kutengeneza akhera. Lakini la mwisho ni shukuruni sana ndugu zangu Waislamu kwa dua ambazo mmemwombea mjomba wangu. Nilipata na msiba, nilikuwa nimeusikia, muumini mwenzetu wa msikitini Bandari Karim. Yule ni mjomba wangu kabisa, ni mtoto wa dada yangu, na tumekuwa pamoja kwa muda mrefu sana. Lakini mtihani ulikuja siku ambayo ametoa Dar es Salaam kama leo, ikatoa tarehe 16, 15, na mimi tarehe 21 nilikuwa naondoka. Katika usia wake alikuwa ananiachia kwamba nisiende India kutibiwa. Mpaka nakata roho, ananiambia mjomba, usiende India utakumaliza. Ndio usia wake mkubwa ulikuwa ni huo. Mpaka dakika ya mwisho nakata roho, ananiambia kwa ishara, mjomba, kule usiende, ananikataza. Alikuwa anaumia sana kusikia nakwenda India, lakini hakuna jinsi. Nimekwenda, nimepata matibabu kwa sababu kila kitu takdiri ya Mwenyezi Mungu. Yeye amekwenda, Mwenyezi Mungu hakumpa uhai wake kwa ndo umefika tamati. Basi Mwenyezi Mungu akamchukua, lakini maskini akawa na wasiwasi, pengine na mimi nikienda kule labda nitarudi na itakuja kunikuta ambaye amemkuta, lakini hiyo ni takdiri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakushukuruni sana kwa dua ambazo tumeendelea kumwombea kwa msikitini. Alikuwa ni mtu maarufu, mtu ambaye ameshirikiana na watu wengi. Mimi niendelee kushukuruni sana kwa hiyo ambayo ameendelea kutufanyia sisi na familia. Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Shukran wa jazakumullahu khairan.